utukufu. Na kama nasoma Biblia, utaona wale wanadamu wa kwanza walipotenda dhambi, Biblia inasema wakawa uchi. Manake utukufu wa kwanza waliokuwa wamepewa na Mungu ukaondoka. Lakini Biblia inasema walipokula matunda wakajikuta wote wawili wako uchi. Biblia inatafsiri ule uchi ni utukufu wa Mungu. Ni sawasawa na hivi leo mtu yoyote asiyokuwa na Kristo ndani yake yuko uchi. Maana yake adui anaweza kumfanyia kitu chochote anachokitaka kwa sababu yuko uchi. Hakuna ulinzi wowote ambao unaweza kumzuia shetani asikutende vibaya. Kwa hiyo akija na ubaya wake, ataingia, atafanya kama alivyokusudia. Kwa sababu uko uchi, kwa sababu huna nguvu ya Mungu, kwa sababu huna ulinzi wa Mungu. Hivi ilivyo kwenye Biblia, wale wanadamu wa kwanza walipotenda dhambi, ninasema dhambi kaingia ulimwenguni kote, tena dhambi ya mauti. Kwa ilipoingia duniani kote, Mungu alipotazama wanadamu akasema, hawa nimewaumba mwenyewe kwa sura na mfano wangu, kwa sitaacha hawa wapotee mikononi mwangu. Ndipo tunaona Mungu akaweka kikao cha dharura kuturejesha sisi kwenye mpango mkakati, kwamba tusiwe wa shetani tena, bali turudi mikononi mwake. Kwa kule mbinguni kawa na kikao, ni nani atakaye kwenda kukomboa wanadamu. Yesu akawa tayari, akasema, nitume mimi Baba, niko tayari kufa kwa ajili ya ulimwengu, kwa ajili ya watu wa dunia wakao chini ya nchi, chini ya dunia. Yesu akawa tayari. Na ndio maana nasema, kwa maana jinsi hii, Biblia inasema hivi, Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mwamini asipotee, bali awe na uzima. Manake unaposherehekea Pasaka ilikuwa ni kutolewa mtu. Tunaposherehekea Pasaka, manake tunasherehekea mtu aliyokubali kumwaga damu yake kwa ajili ya mimi na wewe. Tunaposherehekea Pasaka, tunasherehekea uzima wa Yesu Kristo. Baada ya Yesu kukubali kufa, alipokufa akawa anaturudisha kwenye uzima tena, ili kila mwanadamu akae chini ya dunia akimwamini huyu Yesu awe na uzima. Kwa kitendo cha kufa, Yesu alikuwa anakufa ili kuleta uzima kwenye maisha yako, ili kuleta uzima kwenye maisha yako. Manake anaposema kuleta uzima, hivi leo hakuna haja ya kukaa kwenye magonjwa ulio nayo. Kitu cha kufanya ni kuamini Yesu, na uzima utaingia ndani yako, na uponyaji utaingia ndani yako. Manake uzima Yesu ameshakufia. Kama naongea na watu, naongea na watu hapa. Nasema hivi, hakuna haja ya kuteseka tena, kwa sababu Yesu alishakufa kwa ajili yako. Amekufa kwa ajili yako. Alipokuwa anakufa